Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kwanza nashukuru pamoja na kwamba si laik wa kusimama hapa, lakini nashukuru kupata nafasi hii na natambua uwepo wa wakubwa wote tukiongozwa na sahibu nakhwa na kathiru nakhwa, mufti wetu wa Tanzania. Mwenyezi Mungu azidi kumbarikia, azidi kumpa afya njema na umri wenye kheri, kwa sababu nimeona hali ya muda inavyokwenda na msisitizo wa muda, nitambue uwepo wa mashekhe zetu wote, wanawazuoni wote na hadhirina wote kwa ujumla, na viongozi wote wakubwa wa siasa ambao ni muhimu mno katika nchi yetu hii. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa kheri na azidi kuwapa amani wao na kulipa amani taifa letu hili. Moja ya maneno makubwa ya Sheikh Muhammad bin Ayub, ambayo maneno hayo bila shaka yataendelea kuishi duniani mpaka kiyama, na yatakuwa ni manufaa ya kudumu kwa kila atakayezingatia, na ni manufaa ya umma wa Kiislamu. Mojawapo ni yale aliyosema, kuweni roho moja katika viwiliwili vingi, msiwe roho nyingi katika kiwiliwili kimoja. Bila shaka, na ndivyo ilivyo. Shekhe alikuwa akizungumza na akiwataka wanashamsia hasa na kuwataka Waislamu wote kwa ujumla wawe ni roho moja katika viwiliwili vingi, wasiwe ni roho nyingi katika kiwiliwili kimoja. Ni kwamba ifikie mahala kwamba akiumia mmoja wameumia wote, akipata tabu mmoja wamepata tabu wote. Ili kutekeleza hilo, akaja na strategical plan, mpango mkakati, na miongoni mwa mipango yake mkakati ya fikra kubwa mno ni Tabta Day, kwa sababu kupitia mkusanyiko huu wa kila mwaka, azma ya kuwa roho moja katika viwiliwili vingi inawezekana. Kwa maana watu wa zamani wanapata fursa ya kujulikana na watu wa sasa na watu wa kati. Sura hiyo ndio unayoiona katika umoja wa wanazuoni wa Tanga. Bila shaka wanapita katika mstari huo huo wa kuwa roho moja katika viwiliwili vingi, na watu wasiwe ni roho nyingi katika kiwiliwili kimoja. Namaliza kwa faida yake. Faida yake, moja ya faida yake kubwa
ndio dunia itakuwa bora kwa kutumia hilo, kwa kutumia kauli hiyo. Lakini la pili ndio dalili ya kumjua mtu mstaarabu. Sambamba na maneno hayo, na yafananisha na maneno aliyozungumza Mahatma Gandhi ambaye ni baba wa taifa la watu wa India. Wahindi nao na baba yao wa taifa alikuwa akiitwa Mahatma Gandhi, na nukuu maneno yake ambayo anatumika sana duniani, lakini ningeishauri dunia sasa yatumie haya maneno ya Sheikh Muhammad bin Ayub. Mafanikio yake yatakuwa ya haraka zaidi. Mahatma Gandhi anasema, our ability to reach a unity with diversity will be a beauty and a test of civilization. Asema kwa ufupi ni kwamba ikiwa itawezekana, yani tutakuwa na uwezo wa kufikia umoja wa kweli, umoja wa kweli, pamoja na tofauti tofauti tulizokuwa nazo nyingi. Waislamu wako Kadiria, wako Alawia, wako Shadhilia, kwa huku Tanga na Tanzania kwa ujumla, wako Zahara, wako Rashad, wako Tamta Shamsia. Hapa Tamta ndio asli al-usuli bila shaka, wako na maarifi na kadhalika, ni diversity. Asema ikiwa watu watafikia kuwa na umoja ndani ya mgawanyiko kama huo au mgawanyiko mwingine yote, asa will be a test of beauty, will be a beauty and a test of civilization. Asema hiyo ndio utakuwa uzuri wa dunia na itakuwa ndio kipimo cha ustaarabu. Nimeona hapa mimi si laiq wa kutoa aya na hadithi wala misemo yoyote ya ulama, tuishie na hiyo hiyo ya kila Mahatma Gandhi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni mlinganiaji wa kimataifa Sheikh Yusuf Muhammad Kidago. Jicho la naibu mudiri limemuona kwamba yeye ndo atoe salamu na kusema kwa niaba ya wanadawa ambao ndio wengi sana katika ukumbi huu kuliko watu wengine wote, na salamu hizo dunia imezipokea.